Habari na karibu katika Pinle Base au kwa kirefu Platform for Inspired Learners Base. Jina langu ni Datus Tumombe, nitakuwa mwenyeji wako. Karibu. Leo ni episodi ya 45, ni mfuatano wa 45 katika fululizo za presentation zetu katika platform yetu au katika jukwaa letu, na ni ya kwanza kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia tunampa uhuru anayewasilisha mada hii, anayechochea mada hii, mjadala huu kutumia Kiingereza pia atakapoona inafaa. Basi nitamtambulisha kwenu na nitaomba ajitambulishe kwa jina na moja kwa moja aende moja kwa moja kwenye wasilisho la mada, na baadaye tutaingia katika mjadala. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Loerita Menauru, ni mwanafunzi wa saikolojia hapa chuo cha Jordan, nasoma mwaka wa pili. Karibu. Asante sana. Mada yetu kwa siku ya leo inahusiana na msamaha, ambayo kwa siku ya leo tutazungumzia mtazamo wa saikolojia juu ya msamaha na uponyaji wa ndani, ambaye kwa lugha ya Kiingereza ni psychological perspective on forgiveness and internal healing. Tutaangalia vitu vikubwa vinne kwenye mada yetu siku ya leo, ambayo ni maumivu na msamaha, mambo gani na namna gani tunaumizwa. La tatu ni namna ya kusamehe, lakini pia la nne ni faida na hasara za kusamehe. Naomba nikukaribishe tuweze kuendelea. Asante. Kwa sababu tunasema ni mtazamo wa saikolojia juu ya msamaha na uponyaji wa ndani, naomba kwanza tuzungumzie saikolojia. Neno kuu linalobeba dhana kamili ya saikolojia ni tabia. Saikolojia ni sayansi ya tabia. Tunapozungumzia tabia, tuna maana ya matendo, mienendo au hulka zinazoweza kuonekana wazi, kupimwa na hata kuchunguzika kwa misingi ya kisayansi. Neno saikolojia linatokana na neno la Kigiriki psyche lenye maana ya nafsi au self au roho au spirit kwa Kiingereza. Hivyo, saikolojia ni sayansi ya kuchunguzana na kujifunza kuhusu roho au nafsi inayofanya kazi. Saikolojia ndio inayotusaidia kuchukuzana na kuendana vema na watu wengine na kuwa na maisha ya maelewano au ushirikiano mkubwa. Sasa naomba tuangalie, sababu tulisema mtazamo wa saikolojia wa msamaha na uponyaji wa ndani. Je, maumivu yetu ya ndani yanajengwa lini? Yanatokea wapi? Tutaona hapa. Tunapozungumzia maumivu ya ndani, pia tunaweza tukawa na wounds in the inner child. Maumivu saa zingine tunaanza kuyapata pale tunapoanza kuingia duniani. Nikiwa na mfano kwamba children come into the world filled with joy, wakiwa spontaneity, creativity, playfulness and love. They and their inner child are free from constraint and experience the world with an innocent sense of curiosity and wonder. As they grow older, their parents, siblings, elders, environment, peers and life events slowly influence them. Expectation and increased responsibility begin to restrict the free-flowing creativeness of the child. This situation, depending on the cause or outcome, are experienced as trauma in the young person's mind. Note that everyone encounters some degree of trauma when growing up. Let it be a favorite toy is mistakenly thrown away, a wish for a red bicycle is not received at Christmas, a close friend moves away, and many others. Simple circumstances like this can create wounds in the young child's psyche, the inner wound. This unintentional yet perceived upset can be lessened or resolved if traumatized child is offered care, nurturing, and support. This helps can reduce the potential damage this situation can cause. If a parent or a caregiver or a friend to an adult is not there to support the emotional needs, the child or an adult is forced to deal with the hurtful circumstance alone. This scenario can cause wounds that do not heal. When do wounds to
to our inner child first develop. So we have talked about the wounds in the inner child. Now, when the wounds to inner child first develop. Children who live in homes where they experience neglect, physical, psychological, sexual abuse, the trauma can be amplified or increased. For these children, hurtful scenario, instead of being one-off thing, are something they encounter repeatedly. This experience can create deep wounds within the child. Moments of unresolved distress can lead to serious long-term defect that can potentially threaten the life of the child into the adulthood. Parental abandonment, rejection, or straight on the abuse often leaves a child believing that they are only lovable if they are doing what is desired of them. These children quickly discover that life is easier if they hide their emotion. They learn early on how to push down their feelings of anger or sadness. To survive, they may end over to forget their inner pain. They shut down, stifle, or even kill their authentic self. They do this to avoid being hurt, abandoned, or rejected, as they portray to the world that they are strong and unaffected. This wound deepens throughout childhood and can continue to intensify well into his or her pubescent years. Negative encounters can cause the child to make choice and internalize decision of how they should be in order to be seen as being normally by their peers. So we have talked about how when do wounds to our inner child first develop. Now we go to triggers in the inner child. What happened? We can all act childish every now and then, especially when our world is challenging. While we may appear to be adults on the outside, when situation occurs that trigger one of our scripts, our wounded inner child can appear and take over the show. It is an indicator that our fight, flight, freeze, or found stress response is active. We are not reacting to what happened to us as an adult, but are responding to the situation from an injured place within ourselves, from our place of trauma. This unconsciousness part of ourselves can at times covertly control our outward behavior. In some situations, this part of ourselves can unknowingly run our lives. Let's look at some indicators that one has a wounded inner child. What are some indicators? One, being a people pleaser, clinging to a relationship even if they are toxic, having a hard time trusting and committing ourselves to others. One might constantly criticize him or herself, or unforgiving of who we are and things we do, or perfectionist. One might also find that what we have difficult letting go of things, especially negative emotional experience. As an adult or a young adult, we may think that we have outgrown our childhood trauma, our hurt feelings, and repress the emotion. However, they do not go away. They instead create a wound inside us, hiding in the shadow of our psyche, waiting to reemerge. We have seen when children come to the world, they are very innocent, but then the environment, let it be sibling, parents, and anyone else, start restricting the child. And with the restriction, they may be doing things that are against the child's joyfulness and create that wound. And as we grow, we think that things has gone away, but not. They are somewhere, and as we grow, they will be remerging up depending on the stimuli that we meet in the environment. This unhealthy script, especially in someone who has experienced a high degree of trauma, can lead to ongoing cycle of destructive and self-sabotaging behaviors, which can underscore many emotional behaviors and relationship issues. The inner child makes itself known through our anger, fear,
frustration, procrastination, anxiety, or exhaustion. It is made up of our unconscious memories, thoughts, beliefs, feelings, and wounds. When we find ourselves skipping down the street when we are happy, or conversely reacting negatively when someone tells us no, each reflecting our accessing this inner child. Trauma is stored in the body. When a child experiences hurtful situation, it is not addressed at the time. When a similar situation presents itself, instead of reacting to it from the adult self, it is the wounded, traumatized child who steps in and tries to navigate the situation in order to minimize potential pain. He or she does this because their needs of love, understanding, and compassion was not met when they were children. Addressing the unmet needs of the inner child and healing this deep inner wound, everyone can begin to experience a happier, healthier, and more authentic life. So we have seen how the trauma developed. The trauma either we have in our adulthood started developing. It may be from our childhood. Now, does it has an impact? Yes, mostly the trauma that we get, especially from our childhood experiences, also has a bigger impact to our mental health. Now, before we dive into what mental health, let's talk about what mental health is, the concept of mental health. I'll break it into health, what health is, and what mental health is. Health is the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of diseases of infirmity. Mental health is the state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. Mental health includes our emotional, psychological, and mental well-being. It affects how we think, feel, and act, and helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood, adolescence, throughout to adulthood. Over the course of your life, if you experience mental health problem, your thinking, mood, and behavior will be affected too. Then, why mental health is important? Mind you, we said mental health is important to every stage of life. Let it be from childhood, adolescence, to adulthood. Why is it important? Mental health is important because it can help you to, one, cope with the stressors of life, be physically healthy, have good relationship, make meaningful contribution to your community, work productively, and realize your full potential. And let's talk about how to improve your mental health. We are in a life that sometimes we face stressors every day and then, but then we still need to improve our mental health as far as we have seen it's important. One way to improve your mental health is staying positive. It is important to try to have a positive outlook, finding balance between positive and negative emotions. Practice gratitude, which means being thankful for the good thing in your life. That has a lot and has a big impact with your mental health. The other thing is take care of your physical health, as physical health and mental health are related, interconnected. Since physical and mental health are connected, being physically active, move your body on your own terms, exercise, and healthy eating, good nutrition also help to activate your mental health and make it stay in a good condition. Connecting with others, strengthen your relationship. Developing healthy coping skills, which are the method you use to deal with stressful situations. But then developing a sense of meaning and purpose in life. This could be through your job,
volunteering, learning new skills, or exploring your spirituality. Now, we have seen how the inner wounds get created, but then it has a bigger impact with your mental health. It also affected. But now, because our topic we are to speak about the perspective of psychological perspective on forgiveness in the inner healing. We have seen how the inner healing get hurt, or the wounds with the inner healing, we have seen its origin, maybe from childhood. Now, as we dive in to speak about forgiveness, if you have the inner wounds, let's see, how do you forgive? And why is it important that you forgive? If there is anything that did hurt you, why is it important that you let it go? Let's speak about what forgiveness is. Forgiveness is the act of letting go of anger, bitterness, and other negative emotion towards someone who has hurt or wronged you. It does not mean that you condemn or excuse their behavior, but rather that you choose to release the negative emotion and move forward without holding a burden or a grudge from them. Why is forgiveness important for mental health? We have seen how the inner wounds or the inner hurt affect your mental health, but then now, why is forgiveness important for your mental health? Forgiving a person who has wronged you is never easy, but dwelling on those events and reliving them over and over can fill your mind with negative thoughts and suppress the anger. Yet, when you learn to forgive, you are no longer trapped by the past action of others and can finally feel free. Now, the important part is how to forgive. Mind you, we said it's never easy to forgive someone who did hurt you or wrong you. But now, how do you practice forgiveness? It is a process. It's not a one-day thing. It might need to take you a week, a month, and it's subjective to every individual. Let's speak about how to practice forgiveness. The first thing is realize what has happened and what your position on it. Tambua kilichotokea na nafsi yako katika hilo jambo. Kwenye kutambua kilichotokea na nafsi yako katika hilo jambo, tambua nini tatizo. Baada ya kujua tatizo ni nini, limesababishwa na nini? Au limesababisha nini ndani yetu? Je, ni uchungu, majuto, hasira, chuki na kadhalika. Ni vema ujue tatizo ni nini, lakini limesababisha nini ndani yetu. Lakini limesababishwa na nini? Nini kimefanya hiki kitu kitokee? Tambua, je, una hatia? Na hatia ina uhalisia? Baada ya kutambua kilichotokea, kitu cha pili, nini kifanyike na nani ahusike? Ushajua nafasi yako katika jambo, lakini tambua nini kifanyike na nani ahusike. Kama ni toba, unaweza ukafanya. Kama ni kwa padri, mchungaji, kiongozi wa dini na mtu yote. Lakini upatanisho, nani anaweza akafanya? Ni mwanafamilia, mzee mwenye hekima, rafiki mwaminifu, mwalimu, kiongozi kazini na kadhalika. Hapo ni nini kifanyike na nani ahusike? Je, ni counselor? Unaweza pia ukamconsult. Ni therapist? Unaweza ukamwona. Cha tatu, msamaha au kuachilia ni kwa ajili ya nani? Tambua unavyosamehe. Watu wengi huwa wanamwambia mtu nimekusamehe, lakini kikubwa ni mimi kwanza, bila kujali mwingine anaonyesha tabia gani. Na siku zote faida ya kusamehe ni kwa nafsi yako kwanza na sio ya mtu mwingine. Ya nne, kwa nini tunapaswa kuachilia au kusamehe? Katika kwa nini tunapaswa kuachilia au kusamehe, hapa ndo tunaona faida na hasara za kuachilia au faida na hasara za kusamehe. Tuone faida. Kwa nini tunapaswa kusamehe? Faida ya kwanza ni afya bora ya mwili na akili. Ya pili, ustawi. Ya tatu, mafanikio.
Ya 4, tabia njema. Ya 5, kupona maumivu ya ndani, lakini pia kuishi kwa furaha sasa hivi. It means tutaanza kuishi here and now na sio kwenye historia tena. Je, kuna hasara tusiposamehe? Ndio, baadhi ni kama hizi hapa: afya duni ya akili na mwili, kushindwa kupiga hatua au kustawi. Cha 3, kutawaliwa na mawazo mgando, maumivu ya ndani, chuki na kuharibika kwa mahusiano. Ya 5, katika hatua za kusamehe ni chunguza upya nia ya ndani na masharti au mipaka uliojiwekea. Kuna haja ya kuchunguza mipaka uliojiwekea. Mfano, mtu anasema asipofanya hivi sitamsamehe. Mipaka kama hizo ni vyema uyachunguze tena. Mara nyingine tunafuatilia kuona anaishije, ana furaha, ana marafiki, anafanikiwa. Tambua kuwa ana haki ya kufurahi, kuendelea kuwasiliana na wengine na kuwa na marafiki. Kuchunguza upya ni ndani au nia yako uliyojiwekea. Namba 6, tambua tabia ya nje iambatane na nia ya ndani. What you mean internally should match with the behaviors that you are expressing them outward. Usichokuwa unatamka unasamehe lakini vitendo vya nje haviashirii. Kama nia ya ndani ni kuwa nitasali labda sala fulani mara kadhaa kwa siku kadhaa ili kuruhusu amani ya ndani na tabia ya nje iaksi au reflect each other, fanya. Tambua hisia hasi zinaweza kukurudisha nyuma. Tafakari yako itawaliwe na vitu chanya vyenye afya. Ni vema siku zote ujikumbushe kwamba nitasamehe na nafanya hivi kwa sababu nataka kuachilia. Ya 8, kumbukumbu haziondoki haraka au kabisa. Je, zinabaki na hisia gani? Lengo zibaki bila kuathiri maisha, mwenendo wa hisia zako. Zifanye au zitengenezee maana. Jikumbushe kuwa ulishasamehe na kila kitu kiko sawa au kitakuwa sawa. Kumbuka tulisema kusamehe ni mchakato. Kwa hiyo kwa sababu itachukua muda, ni vema mara kadhaa ujikumbushe nia yako ni nini. Kwa sababu maumivu hayaondoki kwa haraka, wala kumbukumbu haiondoki siku hiyo hiyo. It takes time. Namba 9, identify your potentials. Tambua thamani yako, uwezo wako, nguvu yako. Natumia hivyo kukabiliana na hali ya kujiona huna thamani, kukosa ujasiri au aibu. Ya 10, jifunze njia nzuri za kutatua changamoto au kukabiliana nazo. Usikimbie changamoto, tatua au jifunze kukabiliana kiusahihi. Lakini pia kikubwa zaidi, tambua ipo nguvu kubwa, uwezo mkubwa, na ndiyo sababu ya kuishi kwetu. Tunapoitumia turejeshe tumaini, amani na usalama. Kwa mfano, kama ni shida iliyotokea imekutenganisha na nguvu hiyo, usiruhusu hali ya kukaa mbali na Mungu idumu muda mrefu. Tafuta msaada kwa watu sahihi. Kama itabidi kujifunza upya, jifunze. Kama itabidi uende eneo ambalo ulienda ikakusaidia kuachilia, nenda. Mfano, ukiwa na mteja ama client wa loss, naweza ikahitaji process nyingi za kumsaidia achilie. Lakini tambua, je, ukijitenga na Mungu unatatua tatizo au unaliongeza? Kwa sababu kuna watu wengine wana imani kwamba akienda kanisani ataachilia. Sasa kwa sababu yuko katika msongo mkubwa wa matukio, anaweza akajikuta anaanza kudeviate. Ni vyema ukumbuke utakuwa unatatua. Baada ya hizo hatua zote, maisha yanaendeleaje? Ni vyema pia uyake. Sasa baada ya maisha hayo yote, maisha yanaendeleaje? Kikubwa, weka malengo na azimia kuyatimiza. Malengo yawe yanafikika au kupimika. Anza na malengo madogo kwanza. Kumbuka unaanza kurasa mpya wa maisha yako. Anza na malengo madogo kwanza, yatakayokupa motisha kuweza kuendelea.
Msamaha na kuachilia ni hatua. Zingatia wapi palipata nini, ulishindwa kufanya, unaweza kufanya tena, utazingatia nini na kadhalika. Usikate tamaa, jitie moyo, weka bidii kwenye kila unalojifunza, jipongeze inapobidi. Mshirikishe mwenye anaweza kupongeza au kuona na kuheshimu jitihada zako. Zingatia kuwa na amani na watu na itafute kwa bidii. Tambua utofauti kati yako na wengine. Endelea kuishi maisha yako masafi na chanya. Kama ulikuwa unaenda ibada, usiache. Kama ulikuwa unajumuika na marafiki, usiache. Kuhudhuria vipindi mbalimbali, jichanganye na wengine, jipende, kula, vaa mavazi safi, pumzika. Furahi na wengine. Ishi sasa hivi. Ina maana here and now. Nakumbuka kwa sababu uko katika mchakato wa kusamehe na kuachilia kwa sababu ya nafsi yako ya ndani or the self. Kumbuka siku zote kwamba ni vyema ujikumbushe kwamba naachilia na kuweka malengo na anza kuona maisha mengine baada ya kuachilia. Lakini nyingine, ijue mipaka yako na uiweke wazi. Wengi tunaumia kwa sababu mipaka yetu hatujui, lakini pia kama tunajua hatuweki wazi kwa wengine. Asante. Asante sana ndugu Rita. Asante kwa presentation hiyo ya mtazamo wa kisaikolojia juu ya msamaha na uponyaji wa ndani. Sasa wanakushukuru kwa kuwa umeiweka kwa Kiswahili, licha kwamba umeweza kutumia Kiingereza sehemu fulani. Bila shaka wasikilizaji wetu wameweza kuelewa pia ile sehemu. Lakini kama kuna kitu kieleweka, sasa ni wakati wake tuweze kupata ufafanuzi zaidi. Nianze mimi wakati wengine pia tunajaribu kuelewa mada nzima ya leo. Napokutana na mambo ya kisaikolojia, unakuta mara nyingi yana uhusiano pia na mambo ya kiroho. Kwa hiyo kuna relationship between spirituality and psychology. Na nimeona pia katika namna ambazo walikuwa wanajaribu kuelekeza za kusamehe, namna ya kutunza afya ya akili, kwa namna ambavyo una maelekeo mengi ya kuturudisha katika namna za kiroho. Sasa hiyo inamaanisha kuna afya ya kiroho pia. Kuna afya ya kisaikolojia, lakini pia kuna afya ya kiroho. Kuna afya ya kiroho. Labda pia nikijaribu kukumbuka kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia, ni Genesis 2:17. Anasema Mungu anapomwagiza Adamu kwamba asile, na siku atakapokula atakufa, hakika atakufa. Na Adamu alipokula yeye na Eva hawakufa physically. Wachambuzi wanatuambia it was a spiritual death, waliinkaa spiritual death. Kwa hiyo kumbe kuna spiritual death, kuna spiritual health pia. Basi na swali langu basi naweza nikaliweka namna hii. Hivi ni spirituality inatuleta katika afya ya kisaikolojia, au ni saikolojia tu inatuleta katika afya ya kiroho? Si imeeleweka. Labda niseme kwa Kiingereza maybe. Does spirituality lead to psychological health, or psychology leads to spiritual health, or both, or what? Karibu tuone unaweza kuwa na mchango gani hapo. Asante sana. Swali zuri limeuliza kwamba is it only psychological health ndio inapelekea to spiritual, ama hata spiritual inapelekea to psychological health? Okay.
Safi. Naomba niko na wataalamu wenzangu hapa, naomba pia niwakaribishe, wajitambulishe, kama kuna mwenye mchango nitakaribisha. Sawa. Kwa majina mimi naitwa Habili Daudi, ni mwanafunzi wa saikolojia mwaka wa 2. Kwa majina naitwa Victor Wilson Kimango, ni mwanasaikolojia lakini pia mwanafunzi wa bachelor 2. Karibuni katika kuona hii directions zipoje, hizi arrows kutoka psychology tu ndo tunaenda kwenye spirituality, au hata spirituality inaweza kutupeleka kwenye psychological. Mchango wangu kwenye hilo swali, mimi naona vyote vinaweza vikachangia. Ndio. Yaani saikolojia inaweza ikapelekea kwenye spirituality, lakini pia spirituality inaweza ikapelekea kwenye afya nzuri ya kiakili ambayo ni saikolojia. Kivipi? Kwa sisi tunaamini kwamba kwenye saikolojia ili afya ya kiakili iwe vizuri, ni lazima mtu utakuwa vizuri kwenye engo nyingine. Inaweza kuwa ni afya ya kimwili, uwe vizuri kwenye imani yako ambayo ndio spiritual sana, pia na mambo mengine social, namna unavyo interact na watu, hiyo inaweza kupelekea afya yako ya akili ikawa vizuri. Lakini pia kama mtu hautokuwa vizuri kisaikolojia, inaweza ka-affect mpaka kwenye imani yako ambayo ndio spiritual. Kivipi? Mtu ambaye anakuwa anapitia changamoto nyingi au anakuwa na imani nyingine ambazo haziendani na ile imani yake ya kidini, inaweza kupelekea mpaka kule kwenye imani yake ya kidini akapata changamoto. Mimi niishia. Asante. Huo ni mwitikia kutoka upande wa saikolojia. Psychology tena labda unaweza kuwa na maoni gani hapo? Maoni yangu yatakuwa yamebezi upande mmoja. Mimi yatakuwa yamebezi upande wa psychology. Ndio. Psychology tunasema ni mental well-being. Ambapo tunasema it's all about kushakuwa vizuri kiakili, tunasema uko vizuri kisaikolojia. Kwa hiyo when it comes to mental well-being ni health uko vizuri, likely pia hata spiritual utakuwa vizuri. Kwa hiyo spiritual inategemea wewe afya yako ya akili jinsi ilivyo vizuri. Kwa hiyo ukiwa vizuri kiakili au kisaikolojia au kimtazamo kuhusiana na jambo fulani, obviously hata lile jambo pia nalo pia linaenda hivyo. Kwa hiyo inaonekana ni unidirectional, ni mwelekeo mmoja hasa kwanza. Psychology ndio inatupeleka kwenye spirituality. Tunasemaje, labda tende kwenye falsafa au tende tusikie wana falsafa? Kabla tujaenda kwenye mtazamo mwingine, kwa kuongezea walichosema wenzangu, mara ya kwanza tulisema kwamba saikolojia ni sayansi ya tabia. Lakini pia ukishakuwa na lakini pia saikolojia, kwenye saikolojia kuna neno psyche ambayo tulisema ni neno la Kigiriki, ambalo hilo psyche maana yake ni self au spirit au roho au nafsi. Sasa kwenye spirituality ni miongoni mwa vitu ambavyo saa zingine mtu unahitaji nurture the self. Sasa kama tunahitaji nurture the self, ambaye the self ndio ile ambayo tumesema kwamba ni saikolojia imetokana na neno la psyche ambayo ni self. Kwa hiyo ni kama zinaweza zikawa zinategemeana pia, kwamba if your psychological well-being haiko sawa, ina maana the self is not okay. Hata your spiritual way inaweza pia isiwe sawa. Na ndio maana kuna sehemu tulisema kwamba kama kuna namna mtu ukisamea nadhani your mental health ambayo ndio kama saikolojia yako itakaa vizuri, ifanye. Kwa kama ni kusali unafanya vizuri, nadhani kwamba nafsi yako ya psyche ni okay, unaweza ukafanya. Kuna mtu mwingine yeye akipata changamoto anakuambia mimi nikienda kanisani nikisali mwenyewe nikakaa kwa dakika 10 tayari saikolojia yake imekaa vizuri. Kwa ni kama inaweza zikawa zinategemeana pia katika kumtengeneza a complete well-being, depending sasa na individual atakavyo amua kuopt namna gani ya kuweka ile hali yake ya self ikae vizuri. Zinategemeana. Asante sana. Basi mimi kwa upande wangu katika kuchangia mada, labda ni wakaribishe wengine sasa, kama kuna swali cha kuchangia hapo, labda nitoe nafasi ya upendeleo kwa Dr. Asante sana kwa presentation yako nzuri. Lakini kuna swali moja kubwa ambalo nataka kuliangalia hapa, kama ulivyosema kwamba
psychology, neno la Kigiriki inaitwa psyche, and kwa hiyo psyche kama the mental operations, na psychology law is the study of mental operations. Sasa labda tuliangalie, kwa sababu pengine neno spirituality niangalie zaidi kwenye upande wa dini, lakini sidhani kama lipo katika mtindo huo, kwa sababu hata wale ambao hawaamini Mungu wana spirituality, na pengine wengi walioandika vitu hapa pengine hana habari na Mungu. Na kwa sababu hiyo nafikiri inawezekana spirituality kuunganishwa na Mungu, lakini sio lazima iunganishwe na Mungu. Ni ile tu shughuli ya wewe kurudi ndani kwako, kuunganika na ndani yako, kuunganika na roho yako, na kuona kwa kiasi gani matendo yako ya nje yanaunganika na matendo yako ya ndani, ikiaminika kwamba matendo yako ya nje yameathiriwa na matendo yako ya ndani. Kwa maana hiyo sasa msamaha uanze ndani yako, uanze ndani yako, alafu ndio unakwenda sehemu wewe uanze kujisamehe mwenyewe au unamsamehe mwingine. Sasa kama hiyo ndio maana ambayo nimeichukua kutoka kwenye spirituality, kwa hiyo kama ni msamaha, kwa sababu swala la spirituality halijaongelewa tu na upande wa dini, imeongelewa na saikolojia ambao pengine hawana imani na Mungu imani na Mungu. Isipokuwa unapokuja kwenye dini, labda unaweka sasa central goal or central focus of our spirituality is connection with God. Sasa hapo ndipo sasa, kama ukiwa mtu wa Mungu, Mkristo wa the case. Lakini kama wewe sio mtu wa Mungu, haujua Mungu, inakuwa tofauti kabisa. Sasa nataka kuongelea kitu kimoja hapa ambacho kati tamaduni kwa kiasi gani sasa utamaduni ambao unaonacha mind unaweza kuwa ni kijiji cha kutokuwa na cha kukosa kwa mental health. Ameongea kuhusu vidonda vya ndani vinavyotengenezwa na mazingira, vinavyotengenezwa na jamii husika, ambaye inamfanya mtu aamini kwamba huu ndio uhalisia wa maisha, na akumbane na mpasuko wa ndani kati ya kile ambacho anakitarajia na kile ambacho kwa uhalisia kipo, na ashindwe kutafuta njia ya katikati. Kwa hivyo kulikuwa na mpasuko wa ndani unatokea pale. Wewe unaweza kuangalia mental health kwa uwezo mdogo wa mtu wa kunavigate the issue within himself and not being also able to connect himself with the reality outside. Sio mmoja, lakini vile vile kulazimisha uhalisia kwamba uhalisia uko hivi ambao kwa namna yote hawezi kubadilisha, na yeye kuto kujua kwamba huu uhalisia siwezi kubadilisha. Si kwamba kusarenda pata tamaa, lakini kuamini kwamba jinsi ulivyo inafaa ni uelewe uhalisia ukoje, na mimi niweze kama uhalisia ukoje, na utaendana nao vipi, na njia sahihi ya kukabiliana
Sasa kwa namna nyingine sasa nakuja kuelewa kwa ili kuweza kuwa na mental health ya kutosha, lazima kipengele cha critical thinking kiwepo. Uwezo wa mhusika kuweza kunavigate, kuweza kuichanganua hali yake na kuchanganua uhalisia, na uwezo wa yeye kutafuta synthesis ya vitu vyote, na vile vile uwezo wa kudefine nini hasa furaha, nini hasa furaha, furaha maana yake nini? Je, imebaki tu kwenye material things ni zaidi ya internal pleasure ya ndani? Huu uwezo akiwa nao mdogo, itakuwa ni ngumu yeye kuwa na mental health. Lakini vile vile uwezo wa kuwa self independent, uwezo wa kufanya mambo yake kwa kutumia tafakuri yake, lakini sio kuburuzwa na peers, kuburuzwa na marafiki. Sasa kama ana uwezo ule kwa vile ana furaha kutoka ndani yake, na sio furaha iliyoundwa na peers, sio furaha iliyoundwa na marafiki. Ule muda ambapo marafiki watamtumwa bando, watamwacha, atakosa furaha, atakosa furaha. Kwa hiyo ni combination. Sasa yote vikija ni rahisi. Ningemuomba mtoa mada akitoa tena ajaribu kuhusianisha hii na hali halisi tunaikumba katika nchi yetu, hasa relationship. Ni muhimu sana relationship. Tunashuhudia anguko la mahusiano siku hadi siku kwenye familia. Ni aina ya mental health. Msikia siku kwenye familia watu inaanguka huku, inaanguka. Lakini vile vile tunashuhudia relationship ikiwa imefunganishwa na useful end, material relations. Tunashuhudia kwa kiasi gani relationship ambayo imefunganishwa na material things inaweza ikadumu, ita create against mental instability. Kwa sababu mimi anaweza kanidai binti kile ambacho sina uwezo nacho, na mimi naweza nikamdai kile ambacho hana uwezo nacho. Ni material forms. Automatically kutakuwa na mental, kulikuwa na relational breakdown, the breakdown relations. Kwa nafikiri kama ukipata muda ujaribu kuleta imada, lakini na kuhusianisha na hali halisi ambayo tuna experience na ishuhudia katika maisha ya kila siku, family relationship, whatever the case. Lakini tunashuhudia mahusiano ya watu wanaomba kwamba only napomwendea mwanamke anataka tu sex, na mwanamke anapokuja kwa anataka tu huduma. Unakuta relationship yao itakuwa not of personality, ni kwa unhealthy relationship. Mikuwa limited na issue inakumbana, lakini issue vile hivi ni tatizo vile la mental health. Asante Dr. Asante. Dr. amegusia mambo mengi sana. Amegusia furaha, amemalizia kwa sehemu hiyo ya namna ya kuunganisha na relationship, mahusiano. Basi kabla sijaenda kwa mchangaji mwingine tuliye nao hapa, nikaribishe wasikilizaji na waliotujoin kupitia mtandaoni. Kama ndugu Dickson Samson au ndugu Edwin Kishando una chochote, karibuni. Wakati huo karibu ndugu Edwin Kishando. Karibu ndugu Dickson. Unasikika vizuri? Karibu sana.
Ndio. Pia changamoto ya afya ni kubwa. Lakini pia kama mimi binafsi ni mwalimu na nafikiri masomo ya teknolojia ni mazuri kama lakini pia wataalamu ya kuzungumza mara nyingi nafikiri kama wataalamu Asante. Karibu kwenye moja kwa moja mchango wako na uwe karibu na mic. Sawa. Nafikiri nasikika zaidi sasa hivi. Ndio. Mimi nilijaribu kusikiliza tokea mwanzo kuhusiana na mada iliyotolewa kwa siku hii ya leo. Nafikiri nilikuwa na swali moja kwa moja pale ambapo unakuta mtu anakuwa na inner wounds kwa sababu ya zilizosababishwa tokea utotoni kwake. Nafikiri I have experience of meeting a friend ambaye alikuwa na hiyo, lakini pia na wanafunzi unapozungumza nao wakati mwingine una notice tu kwamba kuna mwanafunzi hayupo sawa, onekani kama anaumwa kimwili, lakini unakuja kugundua baadaye kwamba there is something baada ya kuangalia facial expression na jinsi anavyochangamana na wenzake unagundua ni wa tofauti. Sasa wakati mwingine ukijaribu kufuatilia zaidi unakutana na kwamba alipata changamoto fulani utotoni ambayo inampelekea yeye kuwa na tofauti usio wa kawaida na usio mzuri pia. So is there a way ambaye nyie kama wataalamu mnashauri iwe mbinu ya kumsaidia mtu kama huyu? Asante sana ndugu Dickson. Njia ya kumsaidia mtu kama huyo ambaye anazo wounds na labda anashinda kujieleza kama nimeelewa vizuri karibu. Kama tulivyoelezea hapo awali kwamba hizi inner wounds zinaanzia utotoni na saa zingine hatuvisahau, bali zinakuwa stored kwenye our part of the brain, lakini unconsciously kwa namna moja ama nyingine zinasubiri kureemerge ama kutokea tena. Na tulisema kuna uhusiano mkubwa kati ya afya ya akili lakini pia na afya ya mwili, physical health, mental health and physical health. Kwa mfano aliotolea Mr. Dickson ni kwamba unakuta mwanafunzi uwezi ukajua kwamba nini kipo ndani. Nakumbuka hatuwezi tukaona processes zinazoendelea kwenye akili yetu, lakini kupitia physical observation behavior ndio tunaweza tukatel kwamba mfano Habili yuko sawa, sababu tumemzoea ni mtu wa namna hii, lakini kesho tumemkuta ametulia tu, amestare, ana post ambayo sio yake. Kufuatilia unakuta kwamba ana psychic wound kama hizo. Ndio sasa tukasema kwamba ukikuta mtu ana changamoto kama hizo, mara nyingi inamhitaji mtaalamu ambaye anaweza akamsaidia, lakini akawa anaelewa ni namna gani ya kuanza kumsaidia huyo mtu. Ndio hapo tukasema ni vema tutambue kwamba nani anaweza akahusika katika kumsaidia. Je, ni mwanasaikolojia au ni counselor? Lakini kuna namna ya kusaidia. Kikubwa tukumbuke kwamba zile inner hint, ile inner wound sio kitu ya kupona siku moja. Hasa mtoto anaweza akawa yuko traumatized lakini bado anaishi kwenye yale mazingira. Kwa automatic hata akitoka tu nyumbani kuja shuleni, kwa mfano, shuleni kwake ndo nafasi ya kurelax, ndo anapata amani na ndo pengine anaweza kupumzika. Ndo unakuta mwingine analala. Mpe jana nyumbani kitanda kipo, kila kitu kipo, lakini kwa sababu ile safety kuna triggers nyingi pale, anahitaji kufanyaje? Kusaidiwa. Sijajua kama wenzangu ama ndugu pia wanaweza kaa na nyongeza, nitakaribisha. Leo asante. Nadhani kwa hiyo kama nimekuelewa hapo, kitu cha kwanza kumsaidia mtoto kama huyo, mfano wa shule ya msingi kwa mfano, au hata kama ni sekondari, hata kama ni chuo,
Kwa hiyo umesema ni kuangalia namna kumsaidia. Kwa hiyo manake ni mchakato, unamwanzishia mchakato wa uponyaji, labda kukutana naye mara kwa mara kabisa. Naam. Cha kwanza ni kumuelewa. Kuna haja kubwa ya kumuelewa na kumvumilia, lakini pia huku akipata msaada. Sawa. Sawa, basi nitoe nafasi ya upendeleo sasa kwa ndugu Emmanuel wakati tunaenda kufunga kwa sababu ya muda. Basi karibu uchangie hapo, lakini pia kama una kitu kingine unaweza kuanzisha, karibu. Nashukuru sana. Mimi nina swali, a very key question concerning hivi vidonda vya ndani, the inner wounds. When can we say that we have a wound? When can we say that we have a wound? It's important to understand. It's very important to understand how these wounds come about, because the failure to understand could lead to several disadvantageous outcomes. One of them being self-imposed immaturity, ya kwamba huenda mtu akaja siku akasema mimi siko vizuri katika hili kwa sababu ya kidonda fulani au kwa sababu ya hali fulani niliyopitia nilipokuwa mdogo. Kwa ni kama anaendekeza hali ile ya kukua na kiakili au katika nyanja zingine kwa sababu tu anaamini au aliambiwa hilo na mwalimu wake au aliambiwa hilo na mshauri wake ya kwamba huenda alipitia changamoto fulani. Ni muhimu sana. Bila kulielewa hilo litatupa shida. Sasa nimeuliza hilo kwa sababu we need to understand, because you mentioned at the very beginning that a child is, it's like a child is born in a default setting. Let me call it a default setting. A child is born with an explosion of joy, for example, or an explosion of potentiality or potentials. And then when this child comes into the world and meets other factors such as parents or such as the community, then there's a way in which this child is being restricted or being shaped. Sasa shida mimi naona iko hapo, changamoto ambayo inabidi tuangalie vizuri iko hapo. Ya kwamba, is it true that when a child comes into this world, then he or she comes at the best possible state or in the best possible state, au huyu mtoto anahitaji a certain form of formation kwa sababu anazaliwa with capacities that are in potential, and those capacities need to be nurtured so that they may develop and become at their best possible version. For example, the capacity for rationality. Every human being is born with the capacity to think, critical thinking. However, it will depend on the community that you're born in, because such a community will differentiate you if at all you're going to become a critical thinker and one who is not going to be a critical thinker. Kwa hiyo hii kesi ya vidonda, kwa sababu mwanzoni uliongelea ukasema kwamba, for example, vitu au situations zinazoweza kusababisha the wounds. For example, in Christmas, the child's not getting his or her gift, for example. You know, vitu kama hivyo. Now, mtu anaweza kauliza, so does it mean we should simply let a child do whatever he or she wants to do so that we could prevent him or her from being hurt? How should we mold, should we nurture the capacities of a child? Because by doing that, then we are going to produce the best possible version of that child. Kwa hiyo hii wound ni nini? Now, what are the specific, clear and distinct situations that will establish those wounds as opposed to external activities that will really not establish those wounds, rather will play part in the nurturing of this child's potentials?
It's very important to establish that. Bila hilo kutakuwa kuna changamoto hapo. Thank you. Naomba niunge mkono kidogo hapo ndio kwamba bali ongea hapa kwamba ni swala msingi sana kuangalia culture ambayo inanacha hizo mind, kwa sababu mwisho wa siku hizo mind ni synthesis ya culture. Ndio mazingira story kuangalia hivi kwa kiasi gani watu wanaelewa kile kitu ambacho, kwa mfano kama sema kwamba mtoto akitupwa duniani anatupwa kwenye ulimwengu ambao una so many things na haujui, lakini na hajui kesho yake itakuja kuwa nini. Leo ulimwengu kwa kesho hata ujui kitu gani unatakiwa ukibakishwe kwa yule mtoto ili aweze kukabiliana na vile vingine vyote ambavyo vinapita mbele yake na hawe realistic kwa uhalisia kule. Ni uwezo wa kunacha rational capacity yake, kwa sababu yaliyokuwa mbele hayatabiriki na hata uwezo kuyatabiri. Lakini the way you nurture the rational capacity of the child becomes capable of being realistic to what he sees or she sees, and being capable to navigate with what he sees. That's the only solution I find. Tunaweza ile teno wound kulikabili, kwa sababu hatuna uwezo wa kujua mtoto atakumbana na mambo gani katika kesho na kesho kutwa yake. Kwa mfano unaweza kumkuta binti, you are 100% convinced that this is the best thing, only to discover that he's the worst to you. Sasa unakabiliana vipi na hilo? Ni lazima mind yako iwe na uwezo wa critically to evaluate the situation. Asante Doctor. One last thing. Okay. Labda ni changamoto ambayo tunaweza tukaifikiria. Okay. Tukafikiria kuhusu hiyo wound hizo au traumatic events. Kama daktari alivyosema, tuangalie sasa kipi kibaki. Na nimependa alivyosema ya kwamba yeye anaona ya kwamba kile ambacho kinatakiwa kubaki ni uwezo wa kiumbe hicho kupambanua mambo. Sasa now issue iko hivi. Sasa it's very important kusema kuhakikisha hicho kinajulikana. Kwa sababu ukiachilia tu hivi kusema ya kwamba action yoyote ambayo ni against the child leads to the wounds, then hata lile tukio la mwanzoni kabisa la mtoto kulia pale anapozaliwa nalo huenda hilo ni indicator ya trauma coming into life. Lakini sasa kingine ni kwamba tujiulize swali la mwisho kwamba hizi trauma au hivi vidonda vya ndani, is it the case ya kwamba we should try to deal with them, au are there situations ambazo vidonda hivi are a necessity towards the progress of this individual? Kwamba is there a situation ambayo vidonda hivi are not accidental evils, rather they are essential evils that an individual needs to encounter, because without the encountering of hivi vidonda there won't be growth. Asante. Kabla hujaitikia namba kwanza jibu hapo, nitoe nafasi kwa ndugu Edwin. Ndugu Edwin, una kitu utakusema?
hausikiki vizuri, labda uwe karibu na mic namna fulani. Hapo sawa. Nashukuru. Ya mimi kwa Yeah. Lea tajali kwamba leta kwamba Ndugu mawasiliano hapo sio mazuri. Hapo labda urudie tena hapo kidogo labda, au uende moja kwa moja kwenye point. Kuna namna sauti na katika. Hapo jaribu tuone kama ajitambue na awe na uwezo wa kusamehe. Awe na lengo, ajitambue. Nadhani ajitambue udhaifu, ajitambue alichokumbana nacho, ajitambue uwezo wake, lakini aweke lengo la kusamehe. Ndio. Asante sana. Naomba sasa nimkaribishe ndugu Lorita. Naomba niende kwenye swali liloulizwa na Mr. Ima kwamba sasa tutatambuaje ina wounds isije ikawa baadaye kwenye adulthood mtu anafanya kama ni excuse ya kufanya kitu, kwamba kwa sababu nina wound basi nafanya hivi. Tukumbuke ya kwamba tulitambua kwamba when do our inner wounds first develop. Sawa Lakini kwa sababu mtoto atakuja hii dunia, cha kwanza mtu ambaye anaweza akawa na inner wounds anaweza asijue. Naomba nitoe mfano mzuri. Nilishaikutana na kesi ya mtu mzima like over 30. Ameletwa, tukakutana naye. Wameletwa na ndugu ameanza kulia. Analia tu. Analia mpaka sasa ile kulia ikawa abnormal. Kwenye jamii kuna normality na kuna abnormality. Kwamba kuna kitu ukifanya bila kutegemewa, angepigwa angelia ni kawaida. Lakini ameanza kulia, amekutwa alikuwa anaangalia movie analia. Baadaye katika mazungumzo nikaanza kutrack events za siku yake. Kwamba hiyo siku nini ulikuwa unafanya? Yule mtu akaniambia alikuwa anaangalia movie. Tukaanza kutafsiri kila kitu alichokuwa anafanya. Kwenye movie uliona nini? Akasema matukio aliyoyaona. Lakini baadaye alitaja kwamba nilimuona mtu mwenye nguo nyekundu. Nikamwambia tafsiri ya huyo mtu kwako ni nini? Ndo pale alishare kwamba ile kwake ilimkumbusha kitu ambacho alishafanyiwa na mlezi wake, ambaye ni kama abuse fulani. Mbona hicho kitu? Kwa hiyo sasa yule mtu hakuweza kufahamu kwamba pengine kuna unconscious memory imekuwa triggered na kuona kile kitu. Lakini tayari ile ilikuwa ni some sort of, alikuwa na inner wound ambayo imekuwa triggered, lakini reaction yake ndio ile amejikuta amelia. Kwa hiyo sio kwamba sasa kwenye swala pia la mtoto malezi inachangia, kwamba kumlea mtoto ni sahihi ili tumnache jinsi tunavyomtaka, lakini pia kama mnavyosema kumjengea ile critical thinking sio kitu ya siku moja. Anahitaji kuwa evolved, lakini kuwa involved kwenye mazingira yatakayomjenga kwa namna hiyo. Lakini tunarudi, je, yupo katika sehemu gani? Yuko kwenye mazingira ya kuwa neglected? Yuko kwenye mazingira ya kuwa physically abused ama psychologically, emotionally ama sexually, au mazingira kind yote ambayo yatamjengea trauma? Lakini kuna, kwa sababu tumesema kwamba mfano ule uliotolea kwamba kumnyima zawadi waliotegemea siku ya Christmas, that will upset the child, but then it's not only the enough event to create ile traumatic. Kwa sababu kama malezi au parenting iko vizuri, kwenye psychology tunasema kuna aina nne za malezi. Authoritarian ina involve both, authoritative ina involve both the caregivers and the child, kwamba kipindi hautapata hiki kwa sababu ya hiki na hiki. Lakini authoritarian is more straightforward, ni one way flow.
Kwa hiyo tunasema kuna yale ambayo ni hurtful. Mfano nilotolea sasa kwamba yule mtu alikuja kugundua kwamba kumbe iliwahi ifanywe kitu kwa mtu. Kwa hiyo watu ambao wana most of the time mwenyewe anaweza siku, lakini jinsi atakavyokuwa na react to events itamfanya react ni wewe ambaye hatukutegemea, na ndio pale tunaweza tukalink kwamba inawezekana na something unfinished within, ndio vitu kama hivyo. Lakini hatuwezi tukasema basi mtoto aachwe kwa sababu tutamtengenezea inner wounds. Hiyo tena tunaweza tukailink na swala la parenting, malezi gani mtoto amepitia. Ni obvious mtoto akipitia neglect parenting, it's more likely awe na lots of inner wounds. Yeye kuna kitu labda anatakiwa kufanya. Kama watoto unajua wako very curious na things kuna level fulani. Kuna mtaalamu mmoja yeye aliongelea kwamba kuna level mtoto atafikia atakuwa atarudi atatamani kuona kitu ambacho aliona kwa wenzake. Sasa pale how do you treat that? Pale umemshika, umemkunguta, umefanya hizo vitu, atasuppress. Kuna nadharia nyingine iliongelea kwamba our wishes or desires ambaye haziko met they will be suppressed, but one time in life zitatoka tena. Na kumbuka kwenye one time in life ambaye zitatoka, inaweza ikatoka at a stage ambaye hatutegemei wewe ufanye hizo vitu, ambaye the moment ukifanya either jamii au utaanza kushangaa kwa nini sasa hivi Abidi anafanya hivi. Mbona kumbe inawezekana you had some wishes ambayo you wanted to accomplish but not. Hizo ni nadharia mbalimbali. Kwa kuna hiyo iliongelea kwa namna hiyo. Kwa sasa kurudi kwenye swala lako specifically kwamba kuna zile intent things ambayo they will create a very big deep inner wound kwa mtoto. Ndio nikaa nimetolea ile mfano ya kwamba kuna mtu aliona nguo nyekundu tu akawa analia. Lakini kumbe later unconsciously kuna memory ilikuwa triggered, iliguswa, ikakumbushia tukio ambalo alishapitia ambayo ilikuwa ni hurtful kwake. Kwenye swala la kwamba to specify sasa pale tunaweza kulinga na swala la malezi kwamba mtoto anapitia malezi gani. Kuna malezi ambayo itamruhusu itakuwa ni engageful, pia kuna dimensions of parenting. Kwa hilo kama kwa upande wa psychology tungeweza kuilink kwa namna hiyo. Labda kama wenzangu wataniongeza karibu. Basi nipende kukushukuru kwa namna ulivyowasilisha mada hii. Kwa namna fulani sikujua kama ingekuwa chokozi kwa namna ambavyo imeleta mawazo mbalimbali na matamanio kwa presentation ijayo. Bila shaka utafikiria kuweka kama daktari alivyosema na zaidi. Bila shaka tutaendelea pia kukutana njiani kufafanua zaidi kwa sababu hatuwezi kumaliza kila kitu hapa. Muda pia umetupa mkono. Niwashukuru waliojoin online lakini pia physically wengi hapa hawajaweza kusema, lakini nawashukuru sana na nawakaribisha tena kwa presentation zinazofuata. Tunazo kila baada ya wiki mbili kuna presentation muda kama huu hapa tunakuwa tunaweka poster zetu. Basi niwashukuru wote na niwakaribisha kutembelea zaidi pinle.org ambapo ni website yetu ambapo tunaweka kila kitu chetu pale kama ratiba yetu. Basi na pia tutafanya hii presentation itakuwepo YouTube Pinle Base ndio channel yetu. Basi nawashukuru wote na naomba tumpigie makofi presenter wetu na itakuwa ndio mwisho.